leo na msiba, viongozi wawili ambao wana cheo na nafasi ya juu, nafasi ya urais, mwanaume na mwanamke, wakizikwa katika kaburi moja. Juu ya kaburi lao paliandikwa hivi: Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Rais wa Tanzania mpya, niko hapa. Nataka nikupe unabii juu ya msiba wa taifa. Msiba wa taifa wa Tanzania kwa viongozi wawili katika nafasi moja katika kaburi moja. Amen. Leo na msiba, viongozi wawili ambao wana cheo na nafasi ya juu, nafasi ya urais, mwanaume na mwanamke, wakizikwa katika kaburi moja, na juu yake iliandikwa hivi. Nisikize mpaka mwisho, nitakwambia iliandikwaje juu ya kaburi lao. Hii si mara ya kwanza kuona hivi, sawa? Sio mara ya kwanza. Niliona wao msiba, kaburi moja, wakizikwa viongozi wawili, na viongozi hao ni wale ambao tunawafahamu wapo katika nafasi za juu, katika nafasi ya urais, mwanamke na mwanaume, aliyepo kazini na ambaye amestaafu. Mwanaume na mwanamke, baba na mama. Amen. Yaani Samia na nani na Kikwete. Amen. Wa kwanza alikuwa ni mwanaume na wa pili alikuwa ni mwanamke. Amen. Na hayo ni mambo ya kinabii, sawa? Kwa hiyo anaweza akaanza mwanamke akafuata mwanaume, au mwanaume akaja mwanamke, sawa? Yote ni kutimiza jambo mmoja, kama nilivyosema kwenye ule nabii wa Wazanzibari. Ilionekana Wazanzibari wamevamia Ikulu baada ya msiba, wakaiba na pesa zote. Lakini tunaona sasa hivi Wazanzibari tayari wapo, washavamia na wanafanya kazi ya kuiba pesa, sawa? Amen. Kwa hiyo upande wa Wazanzibari umeshatimia, bado upande wa msiba tu, sawa? Hivyo yani mbele na kwa nyuma, la nyuma na kwa mbele, au la kwanza linakuwa kati, la kati linakuwa mwanzo, la mwisho linakuwa kati, hivyo, sawa? Kulingana na mzunguko wa ule utimizaji wa ule unabii, au huo unabii, ile operation yake inavyotembea. Amen. Sasa basi, juu ya kaburi lao paliandikwa hivi. Juu ya kaburi lao paliandikwa namba, paliandikwa 1914. 1914. Hii ni mara ya pili napata hiyo namba, japo mara ya kwanza nilipopata namba nilipata namba ya kitu kama ya mwisho. Mara ya pili sikupata namba. Mara hii ni matatu nilipata tena namba zikiwa full. 1914. Sawa. Hii namba inahusika na nini? Au ina maana gani hesabu namba hii? Je, ni kuzaliwa kwa Nyerere au vita ya kwanza ya dunia?
ambao sasa inafanyika Desemba hii Tanzania. Amen. Sikia, 1914 ukijumlisha hizo namba unapata namba 6. Maana yake awamu ya 6. Misiba hiyo inatokea kwenye hii awamu ya 6. Itakuwa kwenye hii awamu ya 6. Ikiwa utapiga hesabu kwamba 19 tarehe 19 2025 au tarehe 6, haya ni wewe, sawa. Au ni siku ya kuzaliwa Nyerere, ni wewe, sawa. Au ni wakati wa vita kwanza ya dunia, ni wewe. Utakavyofanya hesabu zako. Amen. Hii hesabu ni sawa sawa na ile hesabu na ule mwaka ambayo katika unabii wa Edmundi alipotoa kwamba ameona mtoto wa Nyisiara Mageuzi amezaliwa mwaka 2013 na kwenye paji lake la uso alikuwa na namba 6, yaani awamu ya 6, agenda mpinga Kristo. Na nikakufunulia fumbo hilo kwamba mtoto huyo ni Liziwani. Ukichukua 2013 ukijumlisha unapata 6. Maana yake mtoto huyo amezaliwa awamu ya 6. Sawa. Maana yake ndio wanapanga kumuingiza kama nilivyosema. Amen. Na video nimeshaiandaa, kama umesikia hujasikia utasikia juu ya jambo hilo. Kwa hiyo msiba wa taifa ndani ya Tanzania, viongozi wawili wakiwa ndani ya kaburi moja, na limeandikwa 1914. Hesabu za kimungu, namba. Hesabu za Mungu ziko 4. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 mpaka 9 na manamba. Sawa. Kama mnavyoona kwenye kompyuta, wale wanaosoma coding, sawa, kwenye kompyuta mnatumia manamba alafu kinakutolea maandishi. Na kwa Mungu ni hivyo hivyo. Sawa. Biblia yenyewe imeandikwa kwa manamba. Kila herufi ni namba. Amen. Namba 1 1 1 1. Kwenye kompyuta mnasema 01. Kwa Mungu ni namba ziko hizi 4. Yaani 1000 kukamilishwa kwa 1000, namba ziko hizi 4. 1 1 1 1 2 2 2 2. Kwa hiyo zinatengenezwa hizi 1914. Ni namba hiyo, ni jina hilo, ni maandishi hayo, ni herufi hizo, ni neno hilo. Uwezo kanielewa mpaka una hiyo PhD ya mbinguni, unaweza kanielewa ninachokizungumza kuhusu ya manamba. Nikikutafsiria manamba, yaani nikukupa neno kupitia hayo manamba. Yaani hapa nimekupa namba za kujumlisha tu kwamba ni 6 au 106. Je, nikikupa herufi, nikikusomea sasa maneno yaliyoandikwa kwenye hizo namba, hizo namba zina maneno yaani maneno yake yanamaanisha nini? Mungu anaenda kuondoa Mungu wa awamu ya 4. Umenielewa hapo? Mungu anaondoa Mungu wa awamu ya 4. Mungu anaondoa miungu ya awamu ya 4. Nikitumia kuzungumza nitakwambia hivyo. Mungu anaondoa miungu ya awamu ya 4 na awamu ya 6. Au unaweza kusema Mungu anaenda kumalizia miungu ya wanadamu. Sawa. Miungu ya wanadamu au miungu ya awamu ya 4. Sawa. Kumbuke maana ya namba, nilikupa maana ya namba kuanzia namba 1 mpaka namba 9. Sawa. Juu ya mwanadamu na juu ya Mungu
na mwisho na juu ya uhuru. Amen. 1100, kwa mfano ukisema 1514, maana yake Mungu anatoa uhuru juu ya miungu ya watu, neema, rehema. Utubu au kafia kwenye dhambi ni shauri yako. Sawa? Amen. Huwezi kunielewa mpaka una degree ya mbinguni. Sawa? Unaelewa? Miungu ya awamu ya 4. Nadhani naijua hiyo miungu ya awamu ya 4. Hiyo tandaza mizizi yake kila mahali. Sawa? Hayo ndio mahesabu ya manamba, na hiyo ndio PhD ya mbinguni. Ukichukua kuzaliwa kwa mtoto wa Esther Mageuzi 2013, sawa? Ukichukua 2013, si ndio? Ukijumlisha maana yake ni 6, si ndio? Awamu ya 6, si ndio? Kinga Kristo, si ndio? Lakini nasema hivi, mwanadamu hawezi kuwa Mungu juu ya Mungu. Sawa? 2013, mwanadamu hawezi kuwa Mungu juu ya Mungu. Yaani hakuna atakaye kuwa Mungu juu ya Mungu. Yaani wewe ujiite Mungu juu ya Mungu. Na 6 ni nini? Pinga Kristo, anayetaka kusimama kuwa Mungu juu ya Mungu. Yaani yeye awe ni Mungu juu ya Mungu wa mbinguni. Mpinga Kristo. Ndio maana nakwambia hivi, ajenda yake hiyo haitasimama. Sababu anataka kujiita Mungu. Kama shetani alivyojiinua mbinguni akajiita na kujiita Mungu, akatupwa mpaka chini. Amen. Hayo mambo ya makodi hayo, mambo ya manamba. Kitu kinatoka mbinguni. Sifikiri wale wataanza kompyuta wataanza kwa akili zao au kwa uwezo wao. Kwa hiyo kama utaki kaa hivyo hivyo, au kama uelewi kaa hivyo hivyo. Amen. Mungu akubariki sana.